Wakati kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema nchini Tanzania Tundu Antipas Lissu ikitarajiwa kusikilizwa siku ya kesho katika mahakama ya kimkazi Kisutu, moja kati ya taarifa kubwa ambazo siku ya leo zimefikia mezani ni kuhusiana na bunge la Umoja wa Ulaya kujadili kesi ya Tundu Lissu siku ya Mei 7, 2025. Hii ni kufuatia na matamko pamoja na kauli mbalimbali ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kutoa msisitizo kwa serikali ya Tanzania kuhakikisha kwamba wanamwachia Tundu Antipas Lissu na kuondoa mashtaka dhidi yake. Taasisi mbalimbali za kimataifa za kupigania na kupambania haki za binadamu ulimwenguni zimekuwa zikitaka serikali ya Tanzania kumwachilia huru Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Pamoja na mambo mengine, taasisi hizo zimekuwa na jukumu kubwa la kuweka shinikizo kwa Rais Samia kuhakikisha kwamba anaondosha mashtaka dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Kesi ya Tundu Lissu huenda ikawa ni moja kati ya kesi kubwa ambazo zimewahi kutokea katika taifa la Tanzania, ukiachilia mbali kesi ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Freeman Aikaeli Mbowe ambaye pia alishtakiwa kwa kesi ya ugaidi, lakini sasa ni hatua ambazo zinachukuliwa dhidi ya kupambana na kesi ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu na jumuiya za kimataifa ambazo mara kadhaa zimekuwa zikitoa matamko kuitaka serikali kumwachilia Tundu Lissu. Lakini siku ya Mei 7, 2025 tutasikia kauli na majadiliano ya kina kuhusiana na hatima ya Tundu Lissu katika mahakama ya kimkazi Kisutu. Je, serikali ya Tanzania itakubali kukaa chini na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuweza kuondoa mashtaka dhidi ya mwenyekiti wao Tundu Lissu? Pamoja na kauli za bunge la Ulaya, je, zitaweza kuchukuliwa na serikali ya Tanzania na zifanywe kazi kama ambavyo matamko kadhaa yamekuwa kitolewa? Lakini kesi hiyo inaendelea kunguruma katika mahakama ya kimkazi Kisutu, ambapo siku ya kesho Tundu Lissu atafikishwa katika mahakama hiyo kwa ajili ya kujibu mashtaka dhidi yake.